Kuna hili swali ambalo nimekuwa nikiulizwa sana, nikasema kwanza ngoja kwanza nifanye utafiti kidogo, alafu nitawaletea majibu. Sasa swali lenyewe ni lipi? Ni kwamba watu wengi wamekuwa wakiuliza kwamba kwa nini Iran imeshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani ambayo inasemekana kwamba hiyo ndio kambi kubwa zaidi ya Marekani. Sasa ipo hivi, Iran imerusha makombora katika kambi ya jeshi la Marekani nchini Qatar, ikisema kuwa ni kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo yake ya nyuklia yaliyofanywa mwishoni mwa wiki iliyopita. Mashuhuda wameripoti kusikia milio mikubwa angani juu ya Qatar, huku video zikionyesha miale mikali angani, ambapo pia mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa ikijaribu kuzuia makombora hayo. Huu ni mlolongo wa ongezeko la mvutano katika mzozo unaohusianisha Iran, Israel na Marekani, ambao umeona hali ya wasiwasi Mashariki ya Kati ikipanda kwa viwango visivyo vya kawaida katika siku za hivi karibuni. Maelezo ya shambulio hili la hivi punde bado yanaendelea kujitokeza, lakini haya hapa ni mambo machache sana ambayo nayafahamu hadi sasa. Swali la kwanza ni kwamba Iran ilishambulia nini na kwa nini? Iko hivi. Makombora ya Iran yalilenga kambi kubwa zaidi ya jeshi la Marekani Mashariki ya Kati, kambi ya anga ya Al Udeid. Lakini takriban raia 8,000 wa Marekani wanaishi huko kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Kambi hiyo ni makao makuu ya operesheni zote za anga za jeshi la Marekani katika eneo hilo. Baadhi ya wanajeshi wa Uingereza pia wamekuwa wakifanya kazi na kuhudumu huko kwa zamu wakati mwingine. Serikali ya Qatar imesema kuwa hakuna mtu aliyeuawa au kujeruhiwa katika shambulio hilo, na kwamba kambi hiyo ilikuwa imeelekeza kwamba watu wote watoke kabla ya shambulio. Lakini haijulikani iwapo makombora yeyote yalipiga kambi hiyo au kama kumekuwa na uharibifu wa mali, ambapo pia shambulio hilo lilithibitishwa kwa mara ya kwanza na vyombo vya habari vya serikali ya Iran na baadaye jeshi la Iran. Taarifa kutoka IRGC, tawi lenye nguvu zaidi la jeshi la Iran, ilisema kuwa Iran haitaacha shambulio lolote dhidi ya mamlaka yake bila jibu, na kuongeza kuwa kambi za mashariki za Marekani katika eneo hilo si nguvu tu, bali ni udhaifu. Marekani ilikuwa imeonya hapo awali, ambapo ilikuwa ni kwamba Iran isijibu mashambulizi yake kwenye vituo vya nyuklia, na iliwahimiza viongozi wa Tehran kukabiliana na mwisho wa kidiplomasia wa uhasama katika eneo hilo. Lakini ikulu ya White House bado haijajibu shambulio hili la hivi punde. Marekani na nchi nyingine zilijiandaaje? Hili ni swali ambalo pia limekuwa likiulizwa sana, kwamba kulikuwa na dalili kwamba Jumatatu Iran ilishukiwa kujiandaa kurusha makombora kuelekea Qatar, ambapo masaa machache kabla ya shambulio Qatar ilisema inafunga kwa muda anga yake. Hiyo ilikuja muda mfupi baada ya Marekani na Uingereza kuwaambia raia wao nchini humo kutafuta hifadhi hadi ilani nyingine itakavyotolewa. Maonyo hayo hayakutoa dalili wazi kwamba shambulio lilikuwa linakaribia, lakini Marekani ilisema ilitoa agizo hilo kwa tahadhari kubwa, huku Uingereza ikisema kuwa ilikuwa inafuata maelekezo ya Wamarekani. Hata hivyo, takriban saa moja kabla ya shambulio, BBC ilipata habari za tishio la kuaminika kwa kambi hiyo. Kwa nyongeza,
baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani vilinukuu maafisa wa Marekani wasiojulikana wakisema kwamba mitambo ya kurushia makombora ya Iran ilikuwa imewekwa tayari kwa shambulio kuelekea Qatar. Tovuti za kufuatilia ndege zilizoonyesha kuwa ndege tayari zilianza kuelekea viwanja vingine vya ndege kabla ya urushaji wa makombora. Kulingana na Flight Radar 24, kulikuwa na ndege zaidi ya 100 zilizokuwa zikielekea Doha muda mfupi kabla ya makombora kugunduliwa. Lakini swali jingine ambalo limekuwa likiulizwa ni kwamba uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hamad ni mojawapo ya viwanja 10 vya ndege na shughuli nyingi zaidi duniani kwa safari za kimataifa, huku takriban abiria 140,000 wakipitia hapo kwa siku. Sasa swali ni kwamba tulifikaje hapa? Usiku wa Jumamosi, Marekani ilifanya mashambulizi makubwa dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia ndani ya Iran, ambapo hiyo ilikuja baada ya siku kadhaa za kutokuwa na uhakika iwapo Marekani itajiunga na operesheni za kijeshi za Israel dhidi ya Iran ambazo zilianza Juni 13. Israel imekuwa ikirusha makombora kila siku dhidi ya vituo vya nyuklia na kijeshi ndani ya Iran ambavyo serikali yake inasema ni muhimu kuzuia Iran kujenga silaha za nyuklia. Serikali mfululizo za Israel na Marekani zimekuwa zikijaribu kuzuia Iran kumiliki silaha za nyuklia, ambapo pia Iran imekuwa ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya kiraia. Marekani ilidai mashambulizi yake yaliharibu vibaya mpango wa nyuklia wa Iran, ingawa kiwango chake kamili bado hakijulikani. Mashambulizi haya kati ya Iran na Israel pia yaliendelea siku ya leo Jumatatu, ambapo habari bado zinazidi kuendelea kuvuma. Iran ambapo imeshambulia kambi za kijeshi za Marekani huko Qatar, ambapo pia Putin anasema kwamba mashambulizi dhidi ya Iran ni uchokozi usio na msingi wowote. Bado kombora la Iran la Fatah linapopenya mifumo ya ulinzi wa anga wa Israel linaendelea kufuatiliwa kwa makini. Lakini pia kwa upande mwingine, Ayatollah Khamenei ambaye ni kiongozi wa Iran mwenye ushawishi mkubwa wa ajabu Mashariki ya Kati amekuwa akiendelea na majukumu yake ya kuhakikisha taifa hilo linakuwa salama. Mtazamo wako uko vipi? Maoni yako ni jambo la msingi sana. Niandikie maoni yako, usiache kusubscribe, kuturn on alama notification.